Stefan Aziz Ki, mwamba wa Wagadugu, ni jina ambalo ulivyokuja Tanzania walikubariki wananchi wanaopatikana katika mitaa ya Kariakoo, hasa pale Jangwani. Wananchi wa mitaa ya Twiga na Jangwani waliubariki ujio wako na kuamini kuwa wewe ni ile kiu yao ya mafanikio ya kuliendea soka la Afrika. Aziz Ki walikupokea kwa usajili wako kutokea huko nchini Ivory Coast. Wewe ulikuwa sio wa kuchezea Tanzania, lakini ulikuja Tanzania kwa ajili ya kuiona ndoto ya wale viongozi wa Yanga waliokuambia kuwa wanahitaji Yanga iwe wapi baada ya miaka 10 ijayo. Stefan Aziz Ki, ulikuja Yanga, ulipokelewa vyema, na hata ukiondoka utaondoka kwa wema, kwa ajili hakuna yoyote aliyokasirikia. Badala yake watalia kwa ajili ya kukosa jembe. Wewe ni yule ambaye shujaa aliyepatikana katika michezo mingi. Wewe ndo yule ambaye uliwafuta machozi wana Jangwani pale alipoondoka Faisali. Alipoondoka Faisali watu waliamini wewe upo, na ukatuonesha kuwa wewe kweli mwamba, na mpaka tuzo ya uchezaji bora wa ligi ulichukua wewe. Wewe upo ukiungana na kina Fiston Kalala Mayele. Wewe ndo yule ambaye uliofanikisha kiu ya Dar es Salaam Young Africans kufikia mafanikio hayo ambayo leo watu wanayaiga, watu waliofikia fainali katika klabu ngazi ya vilabu katika kombe la shirikisho barani Afrika. Aziz Ki, ulipewa jezi namba 10 kwa ajili ya wewe sio kiungo tu wa kawaida, bali wewe ustahili kukaa meza moja na kina Lionel Lapuluga. Wao watamalizia wenyewe. Bila shaka mwamba kutoka Wagadugu. Mimi moyoni mwangu naamini mechi ya FA Cup almaarufu kama CRDB Federation Cup dhidi ya JKT Tanzania iliyochezwa pale Mkwakwani, ile ndio itakuwa mechi yako ya mwisho, na kama kweli basi itakuwa mechi yako ya mwisho. Kila laheri kwa maisha mapya utakayoenda, kwani Watanzania watamisi aina ya uchezaji wako, watamisi mambo mengi ikiwemo ile damu uliyoiunganisha kwa Watanzania na sisi kukuita wewe ni shemeji wa nchi. Kila laheri. Bila shaka dada yetu Mabeto utaenda naye, kaishini maisha mazuri katika klabu mpya nitakayoenda. Tunaamini wana Jangwani hawana shida, ukiondoka kwa wema basi utaishi kwa wema utakapoenda. Jionee Simon Msuva alitoka Dar es Salaam Young Africans na anafanya performance nzuri katika vilabu vyake mbalimbali huko anakoenda, kwa ajili aliondoka kwa baraka zote. Naye yule mwenzako Mkongo aliondoka Dar es Salaam Young Africans na kuleta maneno mengi baada ya performance yake mbovu katika kipindi cha mwanzoni huko Piramidi. Dar es Salaam Young Africans walimwambia Fiston Kalala Mayele, wewe ni mchezaji mkubwa, hakika wanayanga wanafurahishwa wewe kutoka kwako katika klabu hiyo kwenda Piramidi. Walikubariki tangu pale ulipoondoka, hawana shida yoyote wana Dar es Salaam Africans, cheza mpira. Lakini ona leo kiwango chake bora anachokionyesha Piramidi na kuwa mchezaji bora katika klabu hiyo na kuwa tegemezi. Na wasiombe tu Piramidi kuchukua kombe la klabu bingwa Afrika. Hiyo ndio itakuwa njia sahihi ya Fiston Kalala Mayele kuwa mchezaji bora wa ligi ya ndani katika bara la Afrika. Hizo ni baadhi ya njia ambazo na mifano mema ya wachezaji waliondoka kufanya vizuri, hasa wanapobarikiwa na Dar es Salaam Young Africans. Sio mbaya hata ukirudi. Jangwani ni kwako, mitaa ya Twiga ni yako, na unapokosea basi unaweza ukarudi ukaanza upya. Lakini naamini kuwa Wydad watakulea vyema. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Wydad Casablanca kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 FIFA wanaacha au wanawapa vilabu usajili wa kurekebisha vilabu vyao wa vile vilabu ambavyo vinavyoenda katika klabu bingwa dunia, na Wydad ipo katika mashindano hayo. Bila shaka wewe ni chaguo la Wydad Casablanca, na kutakia maisha mema katika klabu ya Wydad Casablanca, na ukaanze kuonesha kuwa wewe ni Stefan Aziz Ki kuanzia klabu bingwa dunia. Wewe ni mwamba wa Wagadugu. Naamini kabisa waliokupa jina hilo, hongera zao kina Baraka Harrison Mpenja, kina
Ayubu Injo, na wachambuzi wengi waliosifia uchezaji wako kina Ramadhani Paduke, na wale wachezaji wa zamani waliogeukia katika tasnia ya uchambuzi. Wewe ndio yule chaguo la wale wachambuzi waliokuwa wanauhusudu uchezaji wako bora pale unapokuwa na mechi bora uwanjani. Hakika mwamba wa Gadugu utakumbukwa Jangwani, na usisite kuombea wachezaji wenzako pia wafanye vizuri na waweze kuchukuliwa. Dar es Salaam Young Africans inaweza kukubakisha, lakini hakika Wydad ina mkono mrefu sana wa pesa. Sio rahisi kuacha mabilioni ya pesa, wa hali ya kuwa wewe mwenyewe unahitaji mafanikio zaidi. Dar es Salaam Young Africans inahitaji mafanikio zaidi, pia inahitaji kuona wachezaji bora kuwa bora zaidi na kuliwakilisha bara Afrika katika michuano ya nje. Stefan Aziz Ki, daima utakumbukwa na nakutakia maisha mema katika klabu yako mpya utakayoenda. Hakika nimekuona chozi lako pale ulipotoka katika mechi yako dhidi ya JKT Tanzania pale Tanga. Sikudhania kwamba mechi ya CRDB Cup ndio itakutoa chozi wewe, na sikuamini kuwa hili ndio itakuwa mechi yako ya mwisho. Wale waliokataa kuja uwanjani kwa ajili yako, hata Dar es Salaam Young Africans wakikutana nao, basi wewe hautakuwepo tena, na pia wataanza kuwaogopa wachezaji wengine kama kina Clatous Chota Chama au kina Pacome. Mzize usimweke mbali, japokuwa na yeye yupo katika rada kubwa sana za usajili katika msimu ujao. Tusiombe iwe hivyo kina Pacome na kina Mzize kuondoka katika klabu hiyo. Hakika wewe ndo ule mlango wa Faisal Salum kuweza kurejea katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Hiyo ndio itakuwa njia sahihi, kwani pesa itakayochukuliwa kwako ni pesa ambayo haitamzuia mchezaji yoyote kutoka klabu chochote Tanzania, labda klabu chenyewe Kigome, lakini sio kwa ajili ya mkono wa fedha. Stefan Aziz Ki, hii makala inatosha kukuhadisia wewe katika safari yako mpya. Mimi kwa leo nimelingamua hilo na kutakia maisha mema. Nasema haishi mpaka ishe. Never give up huko uendapo. Hamisa Mobeto anakutizama wewe na kutakia familia njema, maisha mema huko uendako. Cha mwisho kabisa, kamlinde dada yetu Hamisa Mobeto. Pale ninapogombana, pale ninapofarakana, basi kaeni chini myajenge. Hakika ndoa ina mambo mengi ndani yake, ina uivu mwingi na ina masuala ya maelewano na masuala ya malumbano, lakini hizo ni changamoto mojawapo zilizopo ndani ya ndoa. Aziz Ki, karibu tena Tanzania, karibu tena Jangwani. Dar es Salaam Africans watakushukuru na wewe utawashukuru kwa kuinua kipaji chako, lakini pia watakushukuru kwa kuisaidia zaidi. Miongoni mwa mechi ambayo wewe uliwaonesha kuwa wewe na Pacome ni mnaweza kuiamua mechi, ulikuwa bora zaidi. Belouizdad watakusoma pale wanapokuona uwanjani. Siala Belouizdad, Mamelodi Sundowns watakuhadisia sana pale wanapokuona. Aziz Ki, makala hii imeandaliwa na mimi Asha Muislam, ni kijana anayetoka katika ukoo wa Kitegile aka Kite Boy. Usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Asha Mtizi YouTube online channel, kwani wewe utakuwa ni msikilizaji bora na mfuatiliaji bora wa vipindi vyetu mbalimbali katika channel yako hii. Aziz Ki, saluti kwako. Bye bye.